Naam, hiyo ambao unasikiliza ni Baraka One TV. Tuko saa sita saa za Afrika Kati, ikiwa ni saba majira ya Afrika Mashariki. Nitakwenda kukuletea matukio kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakifanyika nchini Tanzania ndani ya jiji mbalimbali kuelekea maandamano ambayo yalianza tarehe 29 za mwezi wa 10 2025. Maandamano yanafanyika, lakini watu wengi wanakuwa hawajui hususan kiini haswa cha maandamano. Kuna watu wanawazia kwamba no reform no election ndio kiini cha maandamano, na wengine wanasema kwamba kuwaweka nguvuni vinara wa upinzani ndio kiini cha maandamano. So yote kwa yote tutakwenda kujaribu kuchukua baadhi ya vitu muhimu essential ambavyo vitakuwa vilipelekea maandamano. Hatuna nia mbaya na Watanzania na hatuwezi kuwasema vibaya Watanzania, sababu wamekwenda kuprove themselves kwamba wanahitaji kitu fulani, na pia aina ya viongozi ambao tuko nao barani Afrika. Hii ndo mambo ambayo mimi nitakwenda kuyagusia hapa. Niko peke yangu leo, ikiwa ni Jumapili. Kama mnavyojua Jumapili obviously wanga niko peke yangu, na nafanya hivi kwa lengo la kutokuweka wewe ukiwa uko isolated. So tuko pamoja, tuna concentrate, tuko pamoja. Hii ni Baraka One TV, baba la baba, mzee wangu Wasuma Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Big up kwa Jide Kizenga Tembele, kwa King Sele, kwa Jide, kwa Kizaba Eba, Mashaka Ayamba, Didone Butoto. Big up pia kwa Ankisi Kandeki, kwa ndugu yangu pia Asimwe Baguma Samuel, sijamsahau pia Baguma Jake kutoka Uganda, Feza, Daletesha, Dairinda, Asha, wote wa Baraka TV, Asokolo Ayeba, Asani Ramadhani, Mashaka Ayamba. So wote hawa pia wanafuata vizuri matangazo yetu kutoka Rwanda, kutoka Tanzania, kutoka Australia, Canada, USA, South pamoja na East Africa na wote ambao kwa maeneo ya Europe. Karibuni sana, na hii ni Baraka One TV. Tembelea Mwangaza TV. Kule Mwangaza TV bwana, kuna mambo mengi ambayo tunayafanya kule Mwangaza TV. Kwa hiyo unatakiwa uende Mwangaza TV, uende kuona nini ambacho kinaendelea kule. Na nashukuru kwa wote ambao wako wanaendelea kusupport pia Mwangaza TV. Ni jambo la heri. Mimi nataka nianze kuzungumza hivi. Tanzania ni taifa ambalo lilikuwa linajulikana, linasifika kwa amani na ustawi kwa macho ya nje, lakini kwa macho ya ndani Tanzania ilikuwa ni nchi yenye kuogopwa sana na mataifa mengine. Na pia Tanzania ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa inasemekana kwamba ni nchi ya watu waoga mno. Tanzania, licha kwamba Tanzania kuna wauni, vijana wengi wa mjini wanajifanya kuwa ni wababe, kuwa ni wauni, lakini uuni wao na ubabe wao walikuwa hawauonyeshi hadharani. Kwenye masuala ya serikali, wengi ulikuwa unaambiwa kwamba likija swala la serikali wanakimbia, wanajificha, wanasema haya mambo sisi hayatuhusu, yanawahusu serikali wenyewe. Sasa hivi wameonyesha utofauti mkubwa, na utofauti huu unakuja baada ya maandamano ambayo yalitangazwa yatafanyika tarehe 29 mwezi wa 10. Tokea mwezi wa 9 fununu zilianza kusikika za maandamano, huku wahamasishaji kupitia vyombo mbalimbali vya social media, huku wakitangaza kwamba tarehe 29 tuweke maandamano, siku ya kwenda kutiki ndio siku ya maandamano. Kwa nini Tanzania imefikia kwa hiyo hatua? Je, ni kwa sababu ya kuwepo gerezani kwa viongozi wa upinzani? Je, ni kwa sababu ya no reform no election, ama ni kwa sababu gani? Kilichofanya Tanzania iweze kujikuta katika hizi nyakati ngumu ni kwa sababu viongozi wa Tanzania, na ni tabia ya viongozi wengi wa Afrika kutokuwasikiliza raia. Tanzania kuna wakati ilikuwa na mchakato wa katiba mpya. Katiba mpya ambayo iliitwa Katiba ya Warioba, na rasimu ya katiba, rasimu ni kopi ya katiba, ile draft ya katiba ilikuwa tayari imekwisha kutengenezwa, na ilitengenezwa na alikuwa jaji mstaafu Warioba. Ushelewa? Jaji mstaafu, waziri mkuu mstaafu. Vyo viwili hivyo kama aliwahi kuvitumia, lakini ni mzee muhimu sana ndani ya serikali ya Tanzania. Miaka hiyo alitumikia taifa vizuri sana, na ndiye alisimamia mchakato wa katiba mpya chini ya utawala wa bwana Mrisho
Mrisho Kikwete. Sasa ile rasimu ya katiba ikaja mchakato wa katiba ukakufa kwa sababu kuna vipengele ndani ya katiba ambavyo vinawanyima haki ya kimsingi wa Tanzania na pia vinakandamiza wa Tanzania na vinaipatia kipaumbele CCM. Sasa kama tumekubali tuwe katika nchi ya demokrasia, kwa nini vipengele kaza wa kaza tusivitoe ili tuwe na uhakika wa kusema kwamba tunakwenda kufanya uchaguzi, tunakwenda kwa haki na mambo yote yanakwenda sawa. Taifa zima lilikubaliana kwamba tufanye katiba mpya. Wakaingia kwenye rasimu ya katiba mpya, mwisho siku ikaja ile rasimu ya katiba CCM wakaona kwamba hii katiba itawavurugia maslahi yao. Ina maana kwamba hawatakuwa na yale maslahi mapana ambayo walikuwa wanajitengenezea. Kwa hiyo wakablock mchakato wa katiba, ikawekwa pembeni. Alipokuja Magufuli ndo haswa katiba ikawekwa pembeni. Upinzani wanasisitiza juu ya ile katiba iweze kurejeshwa ule mchakato wa katiba mpya ili katiba mpya ipatikane, lakini CCM wakawa hawataki katiba mpya ipatikane. Kwa sababu gani? Pata viongozi, akili ya viongozi wengi wa Afrika. Barabara ikijengwa kutoka sehemu kwenda sehemu, mbunge pale anakuja anawaambia hii barabara ni barabara ya Mama Samia Suluhu Hassan. Nazungumzia hapo kwa Tanzania. Sasa na Kongo vile vile. Hii barabara ni Felix, sipo vile wanajenga barabara. Utasikia wakati ya kuizindua unasikia President Felix ndo amesababisha, ndo mwenye hii barabara, ndo amejenga hii barabara. Wakati hakuna pesa ambayo ilitoka mfuko ya President Felix. Hakuna pesa ilitoka mfuko ya Magufuli. Hakuna pesa ambayo imetoka kwenye mfuko wa Mama Samia Suluhu Hassan. Ni pesa za wananchi. Sasa badala ya kuwapa kipaumbele wananchi, kila kinachofanywa na serikali wanakipa nani? Wanakipa rais wa nchi. Ndio tabia mbovu ya viongozi wa Afrika hiyo. Viongozi mbalimbali. Yaani ni machawa wa kupindukia. Sasa tunajiuliza Afrika tunakuwa na viongozi wa design gani? Sasa ile mambo inafanya kwamba CCM wanajikuta hawawezi kupitisha katiba mpya. Wakati ni mabadiliko ya katiba ni ya kawaida sana. Kwa sababu katiba inabadilika kulingana na mazingira na kulingana na generation. Hii katiba ilitengenezwa kwa sababu tulikuwa bado tungali watu 800. Sasa hivi tumekuwa watu 1500. Je, tubakie na hii katiba ya zamani ya watu 800? Hapana, mahitaji pia yamekuwa mengi. Kwa hiyo lazima tutanue katiba. Tuondoe vimoja tuingize vingine. Haya. Katiba ya Tanzania inasema rais akishatangazwa na tume ya uchaguzi, hakuna mahakama iko na sheria ya kupinga kupinga matokeo. Ina maana hawezi hata kuconteste matokeo na kupeleka kwenye koti kuu kwa sababu wafanye uchunguzi. Je, huu uchaguzi ulikuwa wa haki na halali? Tukizingatia uchaguzi ambao umefanywa hivi Tanzania, angalia jinsi uchaguzi umefanyika. Masanduku ya kura yako yanakamatwa, yanatolewa sehemu, yanapelekwa sehemu nyingine. Vituo vingi vimeshambuliwa Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na sehemu zingine. Sasa wamehesabu vipi vile vituo vya kura? Aya, kwa mara kwanza Tanzania rais anapata 97%. Nona seti pursa. Hajawahi kutokea Tanzania. Na Nyerere akawahi kuchaguliwa na 97. Mama Samia ni wa kwanza. Unaelewa? Uchaguzi wa kwanza ambao unafanyika wapinzani wote wako ndani. Kwa hiyo kwamba wanajikuta wa Tanzania wanakuwa bloke. Mchakato wa katiba huo umesababisha wanasema hapana, tupate katiba mpya ili tuweze kufanya reforme ya wananchi. CCM inabania hicho. Umeelewa? Haya. Tunakuja tukiachana na katiba. Linakuja swala la utekaji. Watu wanatekwa Tanzania, wanapotea pasipokuwa na hesabu. Jeshi la polisi halijui watekaji ndio kina nani. Fununu zinakuja kwa wananchi kwamba wanaoteka watu ni ndani ya polisi. Watu wanaomba polisi iwape ufafanuzi, badala ya polisi kuwapatia ufafanuzi, polisi iko pale tena kuwatishia watu. Unaona uongozi wa Afrika gisi unakuwa. Na mimi nilikuwa naambia wa Tanzania kwamba nyinyi sio kwamba mna amani, hapana. Mna jini la uoga ndani yenu. Lakini siku mtatoa uoga na kusema mdai haki yenu, mtaona jinsi hali itabadilika. Na ndio siku hiyo ambayo mtasema sababu wewe hujaguswa, hujatekewa ndugu yako, hujanyanyasiwa biashara zako, hujafungiwa biashara zako,
hujaibiwa vitu vyako, ndio maana unasema kwamba sisi wa Tanzania, sisi ni ndugu, amani itawale, kwa sababu bado hujaguswa. Ngoja siku utaguswa, ndio siku utasema kwamba kumbe nchi hii iko hivi. Aya, leo polepole balozi wa nchi ametekwa. Wangapi wanatekwa na wanauliwa? Wangapi wamekimbia nchi kwa sababu ya kutekwa? Wengi mno. Sasa unajikuta kwamba je, tutaendelea hivyo? Hii tabia tukiendekeza itakomaa na mpaka nchi itakuwa inaongozwa kibabe, hamna kusema hili wala lile. Ndio nchi ya demokrasia hiyo. Swala lingine linakuja sasa, kauli za viongozi. Viongozi wanawakejeli wananchi. Viongozi wako wanawadharau wananchi. Viongozi wako wanawatukana wananchi. Wanawajaza vitisho, wanawajaza uoga, kuonekana kwamba wakijaribu basi kitakachowakuta ni kibaya mno. Imagine polisi unasimama unasema kwamba kamateni watoto wenu. Nisikia mmoja polisi yuko anasema, wewe mama ambaye uko kijijini ambako mkoani, pigia kijana wako siku hiyo ya tarehe 29, mwambie abaki nyumbani ama aende apige kura arudi nyumbani. Akijichanganya barabarani kuandamana, jua kwamba kijana wako hutomuona tena. Unasikia? Hebu niambie, kauli kama hizi uambie mwanaume mwenzako huyo, atakufanyaje? Atakwambia kama sasa ndio hivyo, haya tuone mimi na wewe nani ata nani. Na polisi, niwaambie kitu kimoja, polisi, jeshi ni ile bunduki tu. Uko na bunduki ndio unajiona kwamba uko Mungu. Wewe sio Mungu. Hebu weka bunduki yako chini, kisha mimi na wewe sasa tushikane, ndio tuone nani atamlaza mwenzake chini. Na ile bunduki uko nayo inanunuliwa kwa pesa za wananchi, michango yetu ndio tunachangia, tunafanyia hivyo. Sasa inakuja wakati viongozi wengi wa Afrika wanatembea na hizi mila za kuwadharau wananchi, hawatafanya kitu, za kuwatishia wananchi. Kisha sasa wako wanaongelea demokrasia kwamba jeshi ni jeshi la wananchi. Okay. Polisi ni wananchi, sawa. Chama ambacho kiko madarakani hili ni chama, lakini sio chama cha wananchi wote, kwa sababu sio wananchi wote ndio ambao wanasupport kile chama. Nchi zote ni hivyo. Democracy ni power ya wananchi kwa wananchi kwa ajili ya wananchi. Wananchi ndio wenye power, ndio wenye democracy, ndio wenye nchi yao. Sasa siwazii kama chama kinaweza kuwa na wananchi wote, na serikali ambayo iko kwenye utawala haipendwi na wananchi wote. Chelewa. Lakini jeshi la polisi ni jeshi la wananchi wote. Army ni ya wananchi wote. Sasa wale kazi yao ni kuwalinda wananchi, raia, sio kuwalinda viongozi. Ushila. Lakini sasa utofauti wa Afrika ni nini? Afrika viongozi wa jeshi wanawalinda viongozi wa kisiasa. Wanawatetea. Sawa? Wanapofanya makosa, wanakula rushwa, wanakula pesa za umma, wanaharibu mambo, wanawatetea. Rais anaweza kumpa order mkuu wa majeshi, piga watu 15 walaze chini. Unaenda unatekeleza ile order. Haya, umepigia nini? Anakuambia nimejisikia tu kupiga. Je, uko na akili kichwani? Sio? Jeshi aliongozwaki na rais. Jeshi linaongozwa na wananchi. Even kama hata kama rais ndiye amiri mkuu wa jeshi, sawa, lakini ni amiri mkuu wa jeshi kwa sababu yuko pale, na baada ya muda wake atatoka. Lakini wewe kamanda wa jeshi utabakia kuwa mwanajeshi tu maisha yote pale pale mpaka ustaafu. Unaona? Mama Samia Suluhu ameingia kwenye urais, alikukuta wewe ni kamanda wa jeshi. Alikukuta wewe ni mwanajeshi. Na ataacha urais, utabakia kuwa mwanajeshi. Sasa kati ya kumlinda yeye na kulinda wananchi ambao uko nao, nani wa maana? Kwa hiyo tunajikuta wananchi wetu wanateseka kwa sababu wanateswa na viongozi ambao hawana nia njema na taifa zao. Hapa ni kwa upande wa bara nzima la Afrika, kwa sababu ni desturi ya Waafrika wote. Sasa linakuja hilo swala la utekaji, swala la vitisho, swala la madharau, swala la kaoneo, ndio wananchi wakasema hapana, sisi hii swala hatutakubaliana tena.
Hiyo ndo chanzo tu. Masuala ya no reform, no election, masuala ya nani ya kufungwa kwa wapinzani, sawa, inaweza kuwa hivyo, lakini chanzo kikubwa mno mauaji na utekaji ambao ulikuwa unafanyika Tanzania, pamoja na maoneo na madharau kwa wananchi na kaoneo ambayo walikuwa wako nayo. Likija ni suala la kila msanii ni CCM, kila mtu maarufu ni CCM, kila mfanya biashara ni CCM, yaani kila kitu ambacho wewe unafanya lazima tu uwe CCM. Uone nini? Ni alama ya uoga ambayo ilitengenezwa kwa watu. Uwezi enda Chadema ukiwa kwa mfanya biashara mkubwa, utafilisiwa, utahomba, utanyanyaswa, makesi yote utapewa wewe, biashara haramu utaambiwa unafanya wewe, wakati CCM wenyewe wanafanya biashara ambao wanapiga madili ya michongo sana. Biashara haramu yani wanazifanya mle ndani ya CCM, mambo kibao yani wanafanya CCM, lakini kwa sababu ni Chama cha Mapinduzi, kidumu Chama cha Mapinduzi mbele kwa mbele, wanafumbiwa macho. Ndio maana unakuta kila mtu lazima ajipendekeze CCM, hata kama hana mapenzi ya dhati ya CCM anaenda. Kuna siku moja makamu mwenyekiti wa Chadema Heche, nilimsikia anasema kwamba hivi unadhani kwamba wasanii wote wanaipenda CCM? Hapana, wanaenda kule kwa sababu ya protection. Ushaelewa? Kwa hiyo unaambia kwamba katika wasanii wote wa Tanzania hakuna mwenye kuipenda Chadema ama chama kingine? Hakuna, wapo, lakini protection ndio inabeba CCM. Haya, ona mfano kidogo tu hapa, hii ambayo imefanyika. Diamond amefuta posti zote za CCM. Wakina Harmonize wote kujificha. Hii ina maana kwamba hawana mapenzi ya kweli na CCM. Hata wale wa viongozi wa biashara wengine hawana mapenzi na CCM, lakini uoga ndo umekuwa ukiwatawala. Sasa wanajikuta kwamba tutafanya nini mbele kwa mbele. Kwa hiyo ndugu zangu, hivyo ni vyanzo vikubwa vilivyosababisha machafuko yazidi kurindima nchini Tanzania. Uchaguzi umepita, watu wamechagua, wachache, wengi hawakuchaguliwa. 97% ndio imempa ushindi Mama Samia Suluhu Hassan. Walopigwa kura, watu walopiga kura ni milioni 31. Milioni 32,800 na kuendelea hivyo. Katika milioni 32 ya watu walioandikwa waliojisajili kupiga kura, watu milioni 31 wamemchagua Samia Suluhu Hassan. Unaona? Unaona huo uchaguzi huu? Tuambiane huo uchaguzi. Watu milioni 32 ambao walipiga kura. Watu milioni 31 ndio wamemchagua Samia Suluhu Hassan. Ushaona wapi? Uchaguzi gani? Kwa hiyo Tanzania inaenda Rwanda, inaelekea Rwanda ambako Kagame yuko anachaguliwa na 98.9%, 99%. Paul Kagame. Hakuna mpinzani. Na yote ni kwa nini jamani? Kuna mkono wa watu nyuma ya hawa viongozi. Na hawa ni nani? Ni wazungu, vibaraka ambao wao wako wanawatumikia. Viongozi wetu wanakuwa ni vibaraka. Ndio maana utakuta kwamba mashirika za kimataifa, nchi za Ulaya hazishutumu sana, hazinyoshi vidole sana. Wao wanasema tu rejareja, lakini wananufaika na ile. Kumbuka Magufuli jinsi alikuwa na wabana. Magufuli aliwabana sana kiasi kwamba wakawa hawapati chochote. Ile ni nini? Maslahi ya wananchi ilikuwa inazingatiwa. Lakini baada ya hawa manyangao kuona pana mambo hayatendei sawa, si ndio akafanya hivyo njama za kumuondoa Magufuli. Na walokuja kuchukua, nafikiri mliona nchi kwenye Magufuli aliacha na kwenye iko. Lazima kuko mabadiliko tu. Unaona kwa Tanzania hapa sasa hivi kwenye iko naelekea ele. Sina nia mbaya na Tanzania. Sina nia mbaya na serikali ya Tanzania, lakini Nyerere alisema wananchi wasipuuzwe. Leo Tanzania cheki jinsi mambo yameharibika. Hivi kama tunafanya siasa safi. Siasa safi ni nini?
ni wote twende kwenye demokrasi, tukubaliane tufanye hiki, mshindi achaguliwe. Wote lengo ni kujenga Tanzania moja. Sisi wote tujenge Tanzania moja. Sasa kwa nini nyinyi mnataka utawala wenu ndo uendelee kwa jinsi mnavyotaka nyinyi? Eske tupitie katiba mpya kwamba hii katiba tubebe hivi na hivi, iko na ugumu gani? Ndio hili pia nani la Kongo. Tunataka tubadilishe katiba, wamoja wanasimama hawataki. Kwa sababu nini? Kwa sababu wana maslahi na ile katiba. Sasa haina maslahi kwa wananchi. Unaona? Hawana maslahi kwa wananchi. Na as long as ile katiba ya Tanzania haijabadilishwa, hakuna chama kingine ambacho kitachukua madaraka, kwa sababu anayemteua mwenyekiti wa chama cha uchaguzi ni rais, na rais ndo ule wa CCM. Unafikiri atamchagua nani? Na ndo hile pia yenye iko nafanyika Kongo. Bora hata Kongo kidogo kuna tofauti. Kongo ni society civil na makanisa ndo zinajireiniri, wanachagua mtu mmoja, wanaleta kule, kisha wanapendekeza majina mawili matatu. Rais anachagua jina moja kutoka kule kwa society civil. Mahakama haina haki ya kupinga matokeo. Ina maana hata rais akipita kwa michongo hamtapiga matokeo, kwa sababu kule mahakamani haitapokelewa, hairuhusiwi. Vipengele kama hivyo mnaviachaje? Rais kuna mamlaka ya kuteua na kuengua mawaziri, manaibu waziri, wakuu wa mikoa. Pouvoir yote ya nchi iko mikono ya rais. Rais ndo mwenye nchi. Kwa nini tusibadilishe vitu vingine tuweke kwa uchaguzi? Mambo yote hayo CCM haitaki katiba iguswe. Ndio chanzo kikubwa cha watu kuingia katika haya maandamano, na wananchi wamesema kwamba wao maandamano haya licha ya kutangazwa kwa Mama Samia Suluhu, lakini bado watazidi kuendelea mpaka kieleweke. Tusikilize baadhi ya mambo yaliyotokea Tanzania kupitia Baraka1 TV. Tunataka serikali ya Tanzania ikome mara moja kutumia vikosi vya usalama kunyamazisha, kugandamiza na kuwaua Watanzania. Ya tatu, tunasema kwamba lazima kuwe na uchunguzi wa wazi kwa yale maovu yaliyotendwa pamoja na mauaji na mengineo. Nini tupigwe risasi na wakati tunaandamana maandamano ya haki? Kwa nini tupigwe risasi? Kwa hicho kitu sisi tunapinga. Na hii issue haiishi leo wala kesho. Paka ikubwa. Na nyinyi wala nyinyi kuma na mama yake nyinyi hapo. Nyinyi wala nyinyi. Hakutakuwa na nyinyi wala nyinyi. Nyoko nyinyi wala nyinyi. Afghanistan kwa mama tushafungua na kuacha ndaya mpaka ondoke kwa mama. Asante, wanapiga tuanza nao kwa mama, tuanza nao. Tunataka watoto wapatikane na tunataka maskani wote waondoke, kama hawezi kazi waondoke, kwa sababu hawezi kazi na walidi. Shida ni moja, watoto wanakuwa wanatekwa, hakuna kiongozi Sheri imekubali. Haya ambayo umesikiza ni baadhi ya vurugu zilivyokuwa. Nataka nimalizie kwa kusema kwamba viongozi wa Afrika ifiki wakati tuamke.
Kama tunataka demokrasia, basi tutembelee demokrasia. Na kama tunataka mikono ya chuma, basi tuongoze nchi kwa mikono ya chuma, kwamba yule mwenye atajisikia mwenye nguvu zake anatoka serikali anachukua nchi. Naye kizingua pia mtu anakiamka naye anamtonga hivyo, yani twende hivyo. Wewe unachukua leo, kesho bwana anakutonga mwingine anachukua hivyo. Kwa sababu demokrasia hamwezi, mnashindwa kupeleka nchi kidemokrasia. Nchi kuna ndani demokrasia inawashinda. Mwananchi hana haki kabisa. Mtu anaishi ndani ya nchi yake, lakini anaishi kwa wasiwasi, kwa uoga, anateswa, ananyanyaswa. Hana sauti, hawezi kuongea. Polisi kunaambia mtu kama nitakukata wai sasa hivi. Polisi. Yaani mtu anakuwa akiona gari la polisi anashtuka, anakimbia. Taifa limejaa uoga, watu wenye uoga mpaka kwa level moja ambayo unasema kweli tuko na watu. Lakini kitu ambacho nitawaambia viongozi wa Afrika ni kwamba generations pia zinabadilika. Sasa hivi vizazi vya sasa hivi sio kama vile vyenu. Unaelewa? Kwa hiyo jinsi vizazi viko vinabadilika, na ndio pia katiba, hatuwezi kalia ile katiba ya ukoloni. Katiba ya mwaka 1900 kama 70 na ngapi? Kama 60 na ngapi? Hapana. Kenya hapo katiba yao washabadilisha kama mara 2 kama mara 3. Nchi nyingi tu katiba zao wanabadilisha. Kwa nini Tanzania katiba yenu msibadilishe? Kama sisemu mnataka demokrasia, kwa nini msikubali muende na katiba ambayo nyinyi wote wa Tanzania mtafaidikana? Kwa sababu Tanzania sio ya CCM tu. Tanzania ni Watanzania wote. Kwa hiyo tengenezeni katiba kwa ajili ya Watanzania wote. Na hivi jambo la mwisho ambalo linasababishaka vyama tawala kuogopa kungatuka madarakani ni kwa sababu wamejikuta washafanya maovu mengi. Sasa wanakuwa na uoga, wasiwasi kwamba siku tutatoka hapa madarakani kitakacho kitufuata ni ya mambo mengine. Kwa mfano, chukua mfano wa Kikwete. Sifa ambazo Kikwete amejitengenezea siku za hivi karibuni sio sifa nzuri. Viongozi wengi tu sasa jiulize, sasa hivi nchi ianguke, wananchi wachukue nchi, ama jeshi lichukue nchi chapu, CCM inaenda wapi? Ushelewa? Kwa hiyo unapokuwa kwa kiongozi wa nchi, ongoza nchi yako. Ukimaliza kuongoza nchi yako, kula pensheni yako, tulie nyumbani kwako, achana na siasa. Wewe bakia pale kuwa mshauri tu. Hapana kuwa naonekana kwenye majukwaa ya siasa, kuwa nyuma ya mtawala ambaye yupo sasa hivi. Hapana. Hapana. Kama unataka kuwa rais, kwa nini ukubadili katiba tu uendelee kuwa rais? Si ungefanya hivyo? Sasa kama umeshakuachia ngazi, acha wengine waongoze. Wewe viongozi wa Afrika, tuweni na akili. Tusibakie kuwa mambumbumbu kiasi hicho, tunaangamiza taifa zetu. Ndio maana unakuta Waafrika wengi wako wanazamia nchi za nje kwa sababu ya upumbavu na ujinga wa viongozi wa Afrika. Mimi naishia pale. Ndugu zangu wa Tanzania, mmefanya maajabu makubwa sana. Sasa hivi niko Mombasa nchini Kenya. Katika pitapita zangu siku ya leo asubuhi alfajiri, nimekutana na gari moja limembeba Diamond, limembeba Zuchu, Mama Dangote na I think na The Voice. Lakini nahisi ni kama wameikimbia nchi kwa sababu ya machafuko yanayoendelea. Wameikimbia nchi na sijajua sababu kubwa ya kufanya Mondi akakimbia kwao. Sasa hivi yuko Mombasa ndo amekuja kupata hifadhi.